Habari, Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu aliye nuru halisi, atukuzwe sana. Karibu katika Ngomeni Review inayoletwa kwenu na Neema Wilbard Asei, na kupitia Ngomeni Review tutakwenda kuangalia ibada iliyofanyika siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 4 2025, ambapo ilikuwa ni ibada nzuri kabisa, ibada ya kipekee, ibada yenye baraka, ibada ambayo ilikwenda kufanya mambo makubwa sana kwenye maisha ya watu, na moja kwa moja nitakupeleka kwenye ibada hiyo. Kupitia ibada ya siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 4 2025 iliyofanyika hapa Ngome ya Yesu Kristo, Kimara Temboni, chini ya mwonaji kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, ilikuwa ni ibada ya kugusa msalaba, ambapo mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha alipata mafunuo na kutuongoza kwa kichwa kinachosema kila mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hanistahili. Mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha alipata kutueleza kwa upana sana, alitufundisha mengi kuhusiana na somo hilo. Kila mtu asiye mbeba mizigo, Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amina. Anasema kama uwezo wa kubeba mizigo, msalaba wako hauna, hata wa kwake hauwezi kubeba. Kabisa. Manake lazima uwe na karama ya kubeba. Amina. Lazima uwe karama ya kuchukua. Ndio. Lazima uwe na kipaji cha kubeba. Ndio. Mtu akikuletea jambo lake ulibebe kama la kwako. Ukiwa jambo la ndoa yako, la mume wako, jambo la watoto wako ulibebe kama la kwako. Nikiwa ni la jirani ulibebe kama la kwako. Nikiwa la kanisa ulibebe kama la kwako. Nikiwa la taifa ulibebe kama la kwako. Nikiwa la ukoo ulibebe kama la kwako. Ukishakuwa na karama ya namna hiyo, unamstahili Yesu. Amina. Watu wa zamu yangu, Sawa. watu wa design yangu, ni wabeba msalaba. Amina. Haleluya. Asema ni nani anayestahili? Ni huyu ambaye alishia mifupani mwetu hakuna amani. Ndio unaotusababishia mifupani mwetu hakuna utajiri. Huo ndio unaotusababishia mifupani mwetu hakuna mafanikio. Huo ndio unaotusababishia. Kupitia ibada ya tarehe 4 mwezi wa 4 2025 kulitokea pia mambo mengi, lakini pia wingu lilikuwa la kitofauti sana, kwani mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha alishukiwa na upako mkubwa sana na kutuongoza wimbo ambao ulikwenda kusisimua wengi sana ndani ya madhabahu ya Ngome ya Yesu Kristo, kwani Yesu anakupenda sana. Ukipendwa na Yesu unaringa, ukipendwa na Yesu unajiachia, kwani chuma hunoa chuma. Kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha ndio chuma chenyewe, na kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha anatunoa sisi ndo vyuma. Chuma hunoa chuma. Chuma unoa. Tembelea watu 10 wape high five. Gonga mwambie chuma. Mwambie chuma. Unoa chuma. Chuma. Unoa chuma. Chuma. Unoa chuma. Chuma. Unoa chuma. Chuma kimenolewa. Alafu achia kibao. Napendwa na Yesu Kristo aliye juu. Hamuniwezi. Huu sio msimu wa kutembea na huzuni. Huu sio msimu wa kutembea na maombolezo. Huu sio msimu wa kuchanganywa na shetani. Tulishanolewa, tumenyooka. Jipendekeze uone.
Huu sio msimu wa kulia, huu sio msimu wa kuomboleza, huu sio msimu wa kurudi nyuma. Huu ndio muda wa kuonesha uimara tulionao. Kwa Yesu tumesimama 140%. Hakuna mtu anayerudi. Kuna watu wanaamini mchungaji akipigwa kondoo wanasambaratika. Sio kwenye zamu ya Yesu Kristo. Wewe zunguka mahali ulipo. Bwana ni nguvu yangu, tena ni ngome imara. Kwake nimejificha, kama siogopi chochote. Bwana ni nguvu yangu, tena ni ngome imara. Kwake nimejificha, kama siogopi chochote. Sielewi unangoja nini kwenye kiti chako. Majaribu yanapo inuka, ananishindia. Ninapendwa, Yesu ananipenda. Vita leo nashinda sababu ni Yesu ananipenda. Napendwa na Yesu, napendwa. Napendwa na Yesu, napendwa. Hamniwezi Wewe. hamniwezi hamniwezi. Kwanza mimi sio saizi yenu, tena mimi sio levo zenu. Kwanza wewe sio saizi yao, tena wewe sio levo zao. Walishinda kukua ukiwa kwenye tumbo la mama. Leo hii upo ndani ya Yesu, watawezaje? Walishinda kukua ukiwa kwenye tumbo la mama. Leo hii upo ngome ya Yesu, watawezaje? Mitego mnayotega anaitegua, majaribu wanayokujaribu wanajisumbua. Jisumbua, jisumbua, jisumbua. Unapita nami, unajisumbua, jisumbua. Wanafanyaje? Unajisumbua, Wanafanyaje? utaniweza. Unajisumbua, jisumbua, jisumbua. Mimi napendwa, Yesu napendwa. Kweli napendwa, napendwa. Na Yesu napendwa. Kweli napendwa. Hamniwezi. Kwa uchawi na ushirikina ninasema Hamniwezi. hata mjikusanye mje kama jeshi. Hamniwezi. Yeye ni jemedali wa vita yangu. Hamniwezi. Jeuri iko wapi? Yangu ni Yesu, ananifanya nijigambe. Jeuri yangu ni Yesu, acha mimi jamani ni mpambe. Ni mpambe, acha Yesu ni mpambe. Yesu mzuri jamani, amenifanya zamani. Yesu amenikubali, amenifanya miwa thamani. Yesu ndiye mchungaji wangu, tena ndiye kiongozi wangu. Kama hamtaniweza, ameniweka viwango vingine. Ninajiona mtu mwingine. Wewe ni mtu mwingine. Ameniweka viwango vingine. Ayo, ninajiona ni mtu mwingine. Mnajisumbua. Wanafanyaje? Wanapita nami. Mnajisumbua, jisumbua, jisumbua. Yesu yuko ndani yangu. Mnajisumbua, jisumbua, jisumbua. Kama hamtaniweza. Mnajisumbua, jisumbua, jisumbua. Mimi napendwa, napendwa. Na Yesu napendwa. Kweli napendwa, napendwa. Na Yesu napendwa. Hamniwezi. Kwenye ndoa yangu mimi nasema hamniwezi. Kwenye biashara yangu mimi nasema hamniwezi. Hata kwenye kazi yangu ninayofanya hamniwezi. Nimembeba Simba wa Yuda hamniwezi. Mnajaribu kuzuia mafanikio hamniwezi. Mnajaribu kuzuia baraka zangu hamniwezi. Ninamtega
ninamtegemea Yesu, hamniwezi, hamniwezi. Wanafanyaje? Mnajisumbua, jisumbua, jisumbua. Wanapita nami. Mnajisumbua, jisumbua, jisumbua. Yesu yuko ndani yangu. Mnajisumbua, jisumbua, jisumbua. Kama mtaniweza. Mnajisumbua, jisumbua, jisumbua. Mimi napendwa, napendwa na Yesu, napendwa. Kweli napendwa, napendwa na Yesu, napendwa. Hamniwezi. Kwenye ndoa yangu mimi nasema hamniwezi. Kwenye biashara yangu mimi nasema hamniwezi. Hata kwenye kazi yangu ninayofanya hamniwezi. Nimembeba Simba wa Yuda, hamniwezi. Mnajaribu kuzuia mafanikio, hamniwezi. Mnajaribu kuzuia baraka zangu, hamniwezi. Ninamtegemea Yesu, hamniwezi, hamniwezi. Yes, hayo ndio maajabu ambayo yalitendeka kupitia ibada ya siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 4 2025. Nikukaribishe sana pia mtazamaji katika ngome ya Yesu Kristo, madhabahu hii iliyopo Kimara Temboni chini ya mwonaji kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Kila Jumanne, Ijumaa na Jumapili, ikiwa Jumanne ibada ni saa 9 alasiri, Ijumaa ibada ni saa 9 alasiri na Jumapili ibada zetu ni mbili. Ibada ya kwanza ikianza saa 12 asubuhi mpaka saa 7 za mchana. Lakini ibada ya pili ikianza saa 7 za mchana hadi hapo baadaye. Karibu sana Jumapili hii kwenye ibada ya uvumba na manemane. Harufu zote mbaya, nuksi, mikosi, vyote vinakwenda kutolewa. Ni hapa hapa Kimara Temboni kwa chuma mwenyewe, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Mimi ni Neema Sei, nilikuwa nakuletea Ngomeni Review, na nyuma ya kamera tuna El Bariki. Chuma hunoa chuma.